hivyo mfarume akaondoka kwa kiti chake. President Ruto si wakati wa kukaa kwa hiyo kiti. Ondoka. Hata wewe najua ulikuwa unaomba kitambo. Enda kwa rumu yako ya maombi. Mke wako najua ni mwenye maombi. Hata yeye muite katika rumu ya maombi. Lilieni inji hii. Hii inji sasa, hata kama utaniambia wewe unaiongoza, hii inji inahitaji Mungu asimame. President, inuka na ili upate kupigania inji yako kwa njia ya Mungu aliyekupatia hiyo kiti. Hiyo kiti nitameni. Tuite sisi wahubiri, tuko tayari. Tutakusaidia ijapokuwa utaki, unaona kama tukusaidii. Sisi ni vile mambo ikitendeka tunahukumu. Tunasema hapa iende mzuri. Tunasema hii haifanywi inayefaa. Kwa hivyo mfarume uko na sauti, unepakia sauti moja. Sio vile usumi utakuwa. Sio vile pesa itapeano ya barabara. Inepakia amri moja mfarume. Tuite sisi kama wana maombi. Tukuja tusimame na wewe kwa sababu ya maombi. Kumbuka ulikuja kwetu mkubwa. Ukatueleza na sisi tukakusikiza. Tukakusimamiza na sasa unaendelea. Mfalme wa Ninawi alifanya hivi. Kwa amri ya mfalme na wakuu wake kusema mwanadamu asionje kitu. Hiyo ni mtu wa kwanza. Wa pili, wala mnyama, wala makudi ya ng'ombe, wala makudi ya kondoo, wasile wala wasinywe maji mpaka Mungu alete suluhisho. Bwana asifiwe mtazamaji. Naitwa Apostle Mureithi, niniokoka. Yesu ni Bwana ndani ya maisha yangu. Ananidumisha na mfurahia kwa sababu ya wokovu wake na neema yake kwa jina la Yesu. Tena leo mtazamaji, nimekuja mbele yako na ili tupate kuongea mawili matatu kwa sababu ya inji yetu na kwa sababu ya maisha yetu katika jina la Yesu, na ili tupate kusikia vile Mungu anavyotaka kwa sababu ya inji yetu. Kumbuka wiki iliyopita tulikuwa hapa, tukaona vile mambo ilivyotendeka, tukaambia Mungu asante kwa yote, lakini tukaambia Mungu sasa tuko na imani ya kwamba tutachukua hatua ili tupate kusimama kwa sababu ya jambo hili. Na Mungu ni mwaminifu kwa sababu anatupea neema na watu kadhaa ambaye Mungu anawaendelea kuwagusa, na niko na imani tutaendelea kumuona Mungu kwa jina la Yesu. Niko hapa Eastern Bypass. Ukiwa Ruai, ukiwa Roiro, unaweza kusema uwekewe Alpha ama Mariro. Ukiwa hapo Alpha ama Mariro unaliona kanisa letu mapati ya buru juu hapa katika Alpha, na Mungu atakubariki sana. Jambo lingine naweza kusema ya kwamba subscribe na comment na share. Ni vizuri kucomment na ni vizuri pia kushare na tupate kubarikiwa sana in the name of Jesus. Kama vile unaenda kuwekewa juu ya ile posta ya YouTube yetu, na ili ukapate kubarikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Niko na imani Mungu wetu Baba yetu ako pamoja nasi na atazidi kuonekana katika maisha yetu in the name of Jesus. Mtazamaji, niko na imani siku ya leo ninataka kukutangazia mambo mawili matatu juu ya inji yetu na ile hatua tunasukua ya kutafuta Mungu katika mambo ya kuomba na kutafuta Mungu kwa jina la Yesu. Nikiaminia kwamba mkono wa Bwana na neema ya Bwana itakuwa pamoja na inji yetu katika jina la Yesu Kristo. Kumbuka, nilikuwa nikikwambia mara nyingi haya yatendeke, haya yatendeka, haya yafanyika. Ni kwa sababu ya nini? Nilikwambia na kurudia tena kama vile nilivyokuambia. Yale tunayesikia Mungu akituongelea ndiye tunayowaletea. Tukiamini ya kwamba hata kama tunaweza, Shetani anaweza kuingilia inji yetu, apige inji yetu. I am tell you, inji ya Kenya ni jiso la Bwana. Kwa hivyo itapona tu. Na mambo ambayo unayaona kwa sasa hivi itakuja iondoke, na ukuti ya kwamba kila kitu kiko sawa kwa sababu ya Bwana. Kwa hivyo kabla niendelee kuendelea mambo mawili matatu, ningetaka nisome andiko, na kisha nikisasoma hii andiko nipate kukuletea yale mambo nataka tusimame nayo katika jina la Yesu. Usitoke tu hapo. Endelea kukaa hapo, endelea kuangalia simu yako. Hata kama unaangalia kwa TV katika YouTube, endelea kuangalia pale.
Kama unaangalia katika simu yako, kwa kompyuta, endelea kuangalia na Mungu atakubariki sana. Nasalimia wapendwa ambaye wanakuwa kiniongeleza sana wakiwa pale nje ya nchi hii, kama pale London na pale US, wale ambao wanakuwa wakiniangalia na wananifuatilia vizuri. Mungu awabariki na akapate kuwatendea kwa jina la Yesu. Tena ninataka kusema ya kwamba tutaendelea kumwamini Mungu, tutaendelea kusimama kwa sababu ya Mungu. Na imani yangu ni moja tu, mkono wa Bwana unayeponya nchi hii na mkono wa Bwana unayefungua nchi hii utaonekana katika jina la Yesu Kristo. Mtazamaji, nataka tuingie katika neno na tupate kubarikiwa. Nilisema ya kwamba nataka kukupatia mwongozo ya ile mambo tunaenda kufanya wiki hii. Wiki ya tarehe 11. Tarehe 11 kuna jambo tunalipanga na mapasta wote wa kule Nairobi, wa hapa Nairobi. Kwa hivyo ningetaka nisome tu andiko kisha baadaye nikurudi nikuoneshe, maana nchi yetu si nzuri. Nchi yetu kuna mambo ambayo inaendelea si mazuri. Na wale watu ambao wanajua kuomba ndio wanaweza kukomesa hii demon. Unaweza kukuona vile vijana wetu walipatwa na kitu ambacho ni tuseme ni kipepo ama kispirit. Karibu wanataka kuharibu nchi mzima. Hii si wao, ni roho fulani inainuka kinyume ya nchi. Lakini nilikwambia hivi, usiwe na wasiwasi. Ni kwa sababu sisi tutasimama na mkono wa Bwana utaonekana katika nchi yetu kwa jina la Yesu Kristo. Nataka tuangalie katika kitabu cha Yona. Yona ni 3 na kwa njia pale mstari wa 5. Yona ni 3, mstari wake ni wa 5. Tutaenda mpaka mstari wa 7. Leo nataka tukuongea juu ya nini? Leo nataka kuongea juu ya mfalme mmoja wa Ninawi. Huyu mfalme wa Ninawi, yeye wakati mambo ilipokuwa inaharibika, Bible inasema ya kwamba aliita watu akawaambia waingie kwa maombi, na ili wakisaomba Mungu apate kuwaokoboa na kuwatetea na kufanya nini? Na kuwakumbuka katika maisha. Hivi ndivyo jambo hili ilivyokuwa. Kwa hivyo sisi kama viongozi tutanyamaza. Pia nanyi pia hata nyinyi mko viongozini. Nawaambia hizi wakati wa kunyamaza. Hii si wakati wa kusema piga risasi vijana. Hii si wakati wa mfalme kusema analinda nchi kwa njia ya kutetea askari. Analinda nchi kwa njia ya kutetea Gen Z. Hii ni wakati kila mtu asimame na angalie pande yake. Ni kwa sababu si kusuli Church of God, lakini sisi tutasimama kwa jina la Yesu Kristo. Hebu tuangalie andiko na Mungu atatubariki sana. Nitaangalia hii yangu ambaye ni ya simu na Mungu atakubariki sana. Ninataka tuangalie Yona 3 mstari wa 5. Tutateremka hivyo mpaka mstari wa 7 na Mungu atatubariki sana. Biblia inasema hivi, basi watu wa Ninawi wakasandiki Mungu, wakatangaza kufunga, wakajivika nguo za magunia, tangu yeye aliye mkubwa hata aliye mdogo. Mstari wake ni wa 6. Habari ikamfikia mfalme wa Ninawi, naye akaondoka katika kiti chake cha enzi, akavaa vazi rake, akajivika nguo za magunia, na akajivika nguo za magunia na kuketi katika majivu. Kwa hivyo akaondoka kwa kiti kia utawala wake, akaketi chini ya majivu ili alilie nchi yake. Mstari wa 7 Biblia inasema ya kwamba naye akapiga biu, akatuma mtu pamoja na yeye, naye akapiga mbiu, akatangaza habari katika mji wa Ninawi kwa amri ya mfalme na wakuu wake, kusema, mwanadamu asile kitu
wala mnyama wala makudi ya ng'ombe wala makudi ya kondoo wazile wala wasinywe maji. Biblia inaendelea kusema mstari wa 8, nipikize. Bali na kujifungia manguo za magunia mwanadamu na mnyama pia, nao wakamulilie Mungu kwa nguvu, na kumgeukia kila mtu. Biblia inaendelea kusema wakamche, wakapandilize njia zao. Hebu nitoke hapa, hebu niongee hii. Mfarume, kitu ya kwanza, hebu nirudi nyuma kidogo. Jona anetoka, anaingia mjini, anetoka kule alitumwa na Mungu, akitoka anekuja, anaingia mjini wa Ninawi. Alipofika katika rango la Ninawi, akaanza kutangaza. Anatangaza akisema mna gani? Anaanza kutangaza akisema kwa siku 40 Ninawi munaangamizwa na Bwana kwa upanga. Tubuni mumugeukie, asema Bwana, ni kwa maana mtakufa wote baada ya mutaangamizwa wote baada ya siku 40 kwa hukumu ya Bwana. Biblia inasema wakati mfarume aliposikia habari hiyo, katika mstari wa ngapi? Katika mstari wa 6. Mfarume aliposikia habari hiyo, alitangaza na yeye amri yake. Hebu angalia mstari wa 6. Habari ikamfikia mfarume wa Ninawi, naye akaondoka katika kiti chake cha enzi, akavaa vazi lake, akajivika nguo za magunia na kuketi katika majivu. Gai akaondoka kwa kiti chake kia mfarume, akajigeuza, akaketi chini chini ya majivu, kwa nyumba ya majivu, tuseme ni kitchen, maana majivu inakuwa kitchen, church of God. Akaondoka kwa kiti chake kia mfarume, akaingia na kule ndani mahali ambapo kuna pikia kwa chakula, akaketi chini ya ile nyumba ya kupikia chakula ambaye imejaa majivu na mozi. Akaketi hapo kwa sababu ya nini? Ya ile amri anaisikia ya mabaya na machungu ambaye Mungu anayasikia kwa sababu ya mabaya iliyotendwa na watu Israeli katika siku zile. Lakini nafurahia sana kwa moyo wa mfarume. Mimi nashindwa sana na nyinyi ambaye mnayeongoza inji hii. Mnakasirishwa na ile mambo vijana wanafanya, lakini hamuwapatii hope. Mfarume aliposikia habari hiyo, yeye alikosa kuangalia makosa yote inafanywa na watu. Yeye akafikiria ile nitakalo lifanya ni kunyenyekea na kutubu, namba 2, na kuagiza amri yangu kama mfarume, watu wote katika Ninawi wapige magoti, wavae magunia na wasile kitu kwa muda wa siku 3. Ng'ombe na mbuzi wasipewe chakula, wala wasipewe maji, wasipewe nyazi, wala wasipewe maji kwa muda wa siku 3. Tulilie nchi yetu kwa hukumu iliyotoka katika Bwana. Na kwa sababu ya hiyo, Mungu alionea huruma Ninawi, akawaokoa na mabaya alikuwa anepanga kuwafanya, akawaondolea ugumu na uzida ilikuwa inainuka katika Ninawi. Kumbuka my friend, hii naongea juu ya kuongea ya kugeukia inji. Tumugeukie Mungu, tutubu makosa ambaye iliyofanywa, tukatae maovu ambaye Shetani anefanya. Najua kuna wamama wanalia kwa sababu ya watoto wao saa hii. Najua kuna wazee wanashindwa na kufanya kwa sababu ya jambo lililofanywa. Lakini japokuwa inefanywa,
si kutoka na kuanza kusema tukikaribia hapa mtafanywa hivi, tuneharibu vitu itafanywa. Jameni, tunapaswa tugeukie Mungu, tukaombe Mungu toba, tukamuombe Mungu atusamehe na ili tupate kuokolewa inji yetu mpendwa. Uongozi unaweza kuwa mbaya. Nani ajuaye ni Shetani aliguza mahali ili kufunguke mlango wa mabaya katika injini, kufunguke mlango wa kutesa watu kwa uchumi na mambo kama hiyo. Nani ajuaye? Ni Ibilisi alifungua mlango wa aina hii. Lakini kama tutasimama kama wahubiri, kama vile mfalme wa Ninawi alifanya, I am telling you church of God, kuna kitu kitatendeka. Mimi napiga karubeta kama mtu anaitwa Yona. Yona alipiga karubeta inji mzima, akasema kwa siku 40 mabaya yanaingia injini. Nawe je, ukiwa hapo ni hatua gani unasukua? Ama ni kuanza kukrem, ama kupiga kelele, kupigia kila mmoja kelele, huyu ndiye anefanya, yule ndiye atakayefanya, yule ndiye alifanya, yeye ndiye atakayefanya? Inji yetu haiko mahali basuri. Inji yetu inahitaji watu watakayeshikana. Tutokee katika mji wa Nairobi, tuombe Mungu, tumujulize Mungu, na ili Mungu apate kuokoa inji yetu. Kwa hivyo mfalme akaondoka kwa kiti chake. President Ruto si wakati wa kukaa kwa hiyo kiti. Ondoka. Hata wewe najua ulikuwa unaomba kitambo. Enda kwa rumu yako ya maombi. Mke wako najua ni mwenye maombi. Hata yeye muite katika rumu ya maombi. Lilieni inji hii. Hii inji sasa, hata kama utaniambia wewe unaiongoza, hii inji inahitaji Mungu asimame. President, inuka na ili upate kupigania inji yako kwa njia ya Mungu aliyekupatia hiyo kiti. Hiyo kiti ntameni haikupatiwa mtu. Hii kiti ilipatiwa, hii kiti kupatiwanwa kwa sababu ya kitu kingine. Ilipatianwa kwa sababu ya usalama wa inji. Lakini vile mambo inaendelea, President, simama kwa sababu ya inji yetu. Tuite sisi wahubiri, tuko tayari. Tutakusaidia ijapokuwa utaki, unaona kama tukusaidii. Sisi ni vile mambo ikitendeka tunahukumu. Tunasema hapa iende mzuri. Tunasema hii haifanywi inayofaa. Lakini President, kama utakubali, utuambie wahubiri kujeni, na msikuje kukuja tu, kujeni tujue vile tutafanya inji. Inji ya Mungu hii itaponywa na Mungu kama sisi tutasimama kwa jina la Yesu Kristo. Mfalme wa Ninawi, yeye wakati aliposikia hiyo, mstari wa 6 alitangaza habari. Mstari wa 7 alitangaza habari. Ili habari ilipotangazwa iliweza kusikwa na watu wote. Kwa hivyo mfalme uko na sauti, unepakia sauti moja. Sio vile usumi utakuwa, sio vile pesa itapeano ya barabara, inebakia amri moja mfalme. Tuite sisi kama wana maombi, tukuja tusimame na wewe kwa sababu ya maombi. Kumbuka ulikuja kwetu mkubwa, ukatueleza na sisi tukakusikiza, tukakusimamiza, na sasa unaendelea. Kwa hivyo najua ukirudi kwetu sisi tena kama ulivyorudi kwetu wakati wa kwanza. Usiniambia wewe apostle, wewe unasema ujui naendaga. Sisemi hiyo mimi. Naongea juu ya nini? Utueleze ya kwamba wahubiri simameni kwa sababu ya Bwana, na ili Kenya isimame. Mfalme wa Ninawi alifanya hivi. Mstari wa 9 mstari wa 7 alifanya hivi. Naye sasa mfalme anapeana amri. Naye akapiga biu, akatangaza habari katika mji wa Ninawi, mfalme na watu wake. Biblia inaendelea kusema, kwa amri ya mfalme na wakuu wake, kusema mwanadamu asionje kitu. Hiyo ni mtu wa kwanza. Wa pili, wala mnyama, wala makudi ya ng'ombe, wala makudi ya kondoo, wasile wala wasinywe maji mpaka Mungu alete suluhisho. Haleluya. Mstari wa 8 Biblia inasema ya kwamba bali na wakafungwe magunia,
wakafungwe maguo za magunia, mwanadamu avae magunia na wanyama pia wavae magunia, nao wakamulilie Mungu kwa nguvu. Naam, sikiza, naam, na kugeuka kila mtu akaache njia zake mbaya, na ili inji irudiwe na Mungu. Nataka kusema hivi, Church of God, ni vizuri kutusikiza sisi hata kama mutasema tunapiga kelele. Mmoja akaniandikia kwa TikTok akaniambia, enyi wahubiri ni kupiga kelele. Sawa, hii kelele ikikoma mambo mengi itakoma. Yesu alisema kama hawa wangepiga sauti, wangepiga kelele, mawe yangeongea. Meaning, sisi watumishi wakati tunaposema inji ni mbaya tusikiswe. Wakati tunaposema hapa hapaendi mzuri tusikiswe. Wakati tunaposema hii haitendeki jinsi inavyofaa tusikiswe. Ni kwa sababu sisi ndiye macho ya inji. Sisi ndiyo macho ya yale inaendelea. Na sindi mimi kushukuru Mungu, ni kwa sababu kuna wahubiri, mabishop wanaogea ambaye wanyamasi. Nimeona katika karibu sasa Kenya mzima wanaongea, na ninaomba Kenya yote mzima, na najua Mungu ananisikia, hii sauti zazikia kila moja. Naomba Kenya mzima wahubiri, japokuwa tulinyamaza, enyi maakibishop wakuu wetu, enyi mabishop, enyi reverend, apostles na manabii, najua tunanyamaza kwa muda. Naomba Roho Mtakatifu today akaingie ndani yetu, na akaingie kwa kila mmoja, akaingie ndani ya kina mabishop, waseme sasa ni wakati wa maombi, na itaendelea vile inavyoendelea, na mtaona inji yetu ikipata uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Mimi niko na imani kuna kitu kinaendelea kupangwa, na kuna kitu tunaendelea kukipanga kinaitwa kia maombi. Na Kenya yote mzima mimi niko na imani mutasikania na sisi, ni kwa sababu tunataka kusimamisha inji yetu mbele za Bwana, na ili tukatae kila mpango wote na kusudi yote ya Shetani ambaye inataka kusimama ipigane na inji yetu katika jina la Yesu Kristo. Hebu nikuambia hivi, kuna andiko moja tu nataka kukupatia, kisha baadaye nipeane mwelekeo, na ili tupate kuingia kwa maombi. Na wale watu nataka kuita hapa, niko na imani mtahudhuria mkutano huu ambaye nitakayekuwekea pamoja na tarehe zake, na si yangu mwenyewe. Tuneita watu Nairobi mzima, tuneita watu Nairobi mzima. Na hii si mkutano wa siasa tueleanwe, hii ni mkutano wa kanisa wa maombi. Sisi hatubebi vitu yoyote, na tutaki hata Gen Z katikati. Gen Z, endeni kwa mikutano yenu. Sisi tunataka kwenda sisi kama wahubiri, tuobee inji yetu, tutangaze katika capital city ya Nairobi ya kwamba na Mungu kutoka leo akusikie kwa jina la Yesu. Biblia inasema ya kwamba wale watu wanaitwa kwa jina la Bwana wakijinyenyekeza, watokee wakaombe, Mungu anasikia. Ndio nikakwambia hivi, ni vizuri kukumbuka ya kwamba hii inji wale watu watakaye simama ili iokolewe ni mimi na wewe. Na tukiendelea kuomba, mtazamaji, lazima kule ukombozi tunayoutaka katika hii inji tutaupata. Na ndio nikasema hivi, nikienda kumalizia kabisa nitapeana mwelekeo, na mwelekeo ambaye nataka kupeana mtazamaji ndio huu. Tarehe 11 mwezi wa 7 ambaye tunaingia kesho. Kesho ndio tarehe 1. Mwezi wa 10, mwezi wa 7 ndio mwezi ambaye tunepanga maombi ya Nairobi mzima. Nairobi mzima yote, na tunekaribisha watu wote wa Nairobi kwa hii maombi ambaye ni maombi ya kuombea inji peke yake.